ni kuhusiana na vita ya ligi kuu ya NBC ikizidi kushika kasi. Hapo jana Young Africans akipata ushindi katika uwanja wa KMC Complex akiangamiza Namungo Football Club. Tutakwenda kuangazia mchezo huo, mabao ya Young Africans jana, Prince Mpumelelo Dube akifunga, Stefan Ezeki, Maxim pia Zengeli naye akifunga katika kalamu ya mabao hapo jana. Lakini vita nyingine pia hapo jana ilikuwa ni katika uwanja Sokoine jijini Mbeya, Pamba Jiji Football Club ikishusha rasmi Kagera Sugar wana Super Nkurukumbi. Kagera Sugar tangia ipande katika ligi kuu mwanzoni mwa miaka 2004 chini ya marehemu Sylvester Mash, ikiwa na nyota mbalimbali walikuwa kina Mike Atende, Paulo Ngalioma Ngwai, Temi Felix Mnyama, Paulo Kabange. Hatimaye wameshuka rasmi katika ligi kuu ya NBC baada ya Pamba Jiji Football Club kupata ushindi wa mabao 2-0 mbele ya Ken Gold, mabao yote yakifungwa na Abdullahi Wonta Kamara hapo jana katika dimba la Sokoine. Lakini shughuli nyingine ilikuwa ni JKT Tanzania ambao wao walipata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Fountain Gate, kibarua kikizidi kuwa hadi Jojo kwa kocha Khalid Adam wa Fountain Gate. Lakini jana pia Dodoma Jiji Football Club wakipokea kichapo heavy kutoka kwa Azam Football Club chini ya Rashid Taus, kichapo cha mabao 5-0. Tutakwenda kuangazia michezo hiyo ya ligi kuu ya NBC, lakini mchezo mmoja ukitaraji kuchezwa leo hii kati ya KMC dhidi ya Tabora United, Tabora wakiwa nyumbani. Tutakwenda kuangazia mchezo huo, hali jinsi ilivyo kwa KMC na jinsi msimamo wa ligi kuu ya NBC ulivyo kwa wakati huu. Lakini ukiachana ligi kuu ya NBC, jambo lingine zito ni kuelekea nusu finali ya CRDB Bank Federation Cup. Tunajua mchezo wa kwanza kati ya Young Africans dhidi ya JKT Tanzania utachezwa jijini Tanga. Maandalizi yapoje kwenye uwanja wa CCM Mkwakwani? Tutakwenda kuangazia hapo baadaye. Lakini ukiachana ligi kuu ya NBC, michuano ya CRDB Bank Federation Cup, jambo lingine kubwa zaidi ni uhondo wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Vita yenyewe haswa ni Simba Queens dhidi ya JKT Queens. Simba Queens baada ya kudraw sare ya bao 2-2 dhidi ya Mashujaa Queens. Leo hii ni mchezo kati ya JKT Queens dhidi ya Yanga Princess. Simba Queens wana alama 41 wakati JKT Queens wana alama 38. Wakishinda leo dhidi ya Yanga Princess watafikisha alama 41 na kutai na Simba Queens, lakini wao watakuwa juu kwenye idadi ya mabao ya kufunga, tofauti ya magoli. Je, hali itakuwaje leo hii? Michezo mingapi imesalia kwa JKT Queens pamoja na Simba Queens? Tutaimurika hapo baadaye. Kwenye joto la Afrika kuna mengi sana ambayo yamejiri barani Afrika, tutakuja kuangazia hapo baadaye. Lakini katika the pitch kuna mengi tetesi mbalimbali za usajili, matokeo mbalimbali, ligi mbalimbali, na yenyewe tutakuja kuzangazia hapo baadaye. Mimi ninakukaribisha, naitwa Saidi Salibu Msumi. Tamati yetu ni majira ya saa 6 kamili za mchana. Utasikia hapa the pitch, utapata hapa pia joto la Afrika, lakini bila kusahau kuna mengi sana ambayo tutaweza kuyaangazia katika siku hii hapa ya leo. Kwa sasa nipo na wachambuzi wangu ambao tutakopo katika hii lisaa la kwanza tukijadili masuala mbalimbali. Uwepo wa Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa, ni mkubwa sana kabisa, bila kusahau kijana kutokea Mbinga, Michael Hiera. Ana tabu? Tabu yake nini? Tabu yake nini? Tabu sina, tabu labda mmoja na zoe kaka. Unajua watoto wanazaliwa kwenye mashamba ya matikiti wanakuwa wana matatizo. Maisha yao hasa matikiti maisha kama nini kelam. Maisha kama kelam. Ukimpiga yani adana maisha. Hapana, sio kweli. Maisha sina. Chifu akusaidii, simemteua chifu mpya yule. Chifu akunipa taarifa vizuri. Kwa chifu yake na matunguli tu. Ndio kazi yake. Ndio kazi yake. Bala salamu. Waalaikum salaam. Umeanza na ubaya, sasa hivi unatoa asalamu alaykum. Hapana. Sipokee salamu kama hizi. Lazima nipokee salamu yake. Achana nazo. Kwa nini nisipokee salamu yake? Salamu kama hizi achana nazo. Kwenye mtandao wake wa kijamii Rashid amepost picha yupo na wakulungwa. Ndio yeye kavaa kanzu. Dua nimewapigia dua. Mimi natoa dua. Na hapo nikakumbuka Rashid ashakunitabilia pepo. Ile dua yake ndo anasema anataka mbuzi si wangapi na nini sijui. Wa muhayyan. Dua utake kukuka. Sasa unataka dua afu unakuja kuleta ugali.
Wewe kuna shehe gani ambaye ukwambia dua akwambia niletee kilo 2 za unga wa sembe yupo na dona kilo 1. Kwanza ugali haujakuwepo kipindi cha Mtume. Au kubariki. Na watu wadogo mnakomaa sura. Maisha magumu. Bwana. Piga mhaya. Bwana, wewe Rashid bwana. Ugali ni ugali bwana. Ugali? Ugali haujakuwepo kipindi cha Mtume. Shukrani sana Rashid Hamis pamoja na Michael Hiere. Sema chetu ni majira ya 6 kamili za mchana. Tuanze kuangazia soka letu kwa wakati huu. Tuanze kuangazia ligi kuu ya NBC ambapo hapo jana ilizidi kushika kasi kwa bingwa mtetezi Young Africans kuchomoza na ushindi katika uwanja wa KMC Complex alipopambana na Namungo Football Club the Southern Killers wa Uwaji wa Kusini, ambapo Young Africans wakishinda kwa magoli 3-0. Mabao ya Young Africans yalifungwa na Stefan Aziz Ki likiwa ni bao lake la 9 katika msimu huu wa ligi kuu ya NBC, kisha Prince Mpumelelo Dube kufunga bao la pili na kuwa ni bao lake la 13 katika msimamo wa orodha ya wafungaji wa ligi kuu ya NBC, huku bao la 3 likifungwa na Maxim Pia Zengeli katika mchezo huo na kuhitimishwa kwa ushindi wa bao 3-0 katika mchezo ambao ulichezwa saa 10:15 jioni katika uwanja wa KMC Complex, na hivyo Young Africans sasa kufikisha michezo 27 huku akiwa na alama 73 katika msimamo wa ligi kuu ya NBC na kuacha Simba Sports Club kwa ambao wanawafuatia kwa tofauti ya alama 4 mpaka hivi sasa. Ni mchezo wa aina gani ambao tuliutazama jana kwa ujumla wake, Rashid Hamis, na kitu gani Mgunda alishindwa kuilock timu yake? Young Africans walikuwa na nyakati bora sana kiwanjani, na hichi kitu mimi nilikitegemea kitakuwa hivi kwa sababu Namungo aliingia kama timu ya pili, kwa maana ya kujaribu kuweza kutumia madhaifu machache ambayo watakuwa wanayafanya Young Africans kwenye hasa hususan kwenye eneo la kiungo ili waweze kunufaika. Walikuwa na idadi ya watu ambao walikuwa na uwezo wa kunyang'anya na kupasia, lakini bahati mbaya kwao haikuwa hivyo. Muda mwingi wao ndio walikuwa wanatafuta zaidi na kutafuta nafasi za kunyang'anya, lakini ilishindikana. So mimi kwa namna ambavyo mchezo ulikuwa kwa Namungo, very sorry, kwa sababu sikuona hiyo nafasi ya wao kuweza kupata matokeo kutokana na uhitaji na ushindani uliokuwepo baina ya Simba na Yanga kwenye table. Wanamtafuta mtu ambaye anaweza kutafuta sare kwenye hizi timu baina hizi timu mbili. So Namungo huwa anakuwa ni mpinzani mzuri zaidi anapokuwa anacheza nyumbani kwao Ruangwa, na kwa bahati mbaya sana msimu huu Namungo amekuwa ana bahati mbaya kwa michezo ya away, kupata matokeo inamsumbua sana, na hata kwenye wapinzani ambao unaona hawa ni wapinzani dhaifu kuliko Namungo bado wamekuwa kimsumbua Namungo hasa kwenye mechi za away. So mechi za away kidogo msimu huu Namungo pia ndio alifanya vizuri Rashid, mchezo mwanzoni hapa baada ya Mgunda kuingia. Mgunda alivyoingia alipigwa mechi 3 nafikiri za mwanzo za mwanzo. Yes, lakini mchezo alienda Mbeya akachukua alama, aliokota ile tu dhidi ya Ken Gold, akaenda Tabora akapasuka, alichukua alama, akaenda Kagera. Kagera alichukua alama akapasuka, alichukua alama moja. Sare ilikuwa, si ndio? Sare, yes. Alafu baada ya pale umeona hakuwa na uwiano mzuri yani manangu ilikuwa hana uwiano mzuri wa mechi za away. Si ndio? Kwa hiyo unaona hii mechi kwao ilikuwa ngumu kwa kiwango ambacho kusema kweli mimi sikutaraji kama Namungo anaweza kuwa akampa Yanga ile pressure ambayo tulikuwa tunaitamani kuiona, kwa sababu hilo mimi sikuliona kabla ya mechi, na ukaenda kupigwa muhuri wa moto kunithibitishia kwamba nilichokifikiri kimekuwa. Tutazame mabao jinsi ambavyo walikuwa wameweza kutengenezwa. Miongoni mwa mabao ambayo mimi jana nilikuwa nalizungumzia ni bao la Stefan Aziz Ki, jinsi ambavyo kwenye ile possible angle ambayo impossible ambayo mara nyingi uweze kudhania kama inaweza ikapigwa, na ndivyo ambavyo aliipiga pale na kumshinda golikipa Jonathan Nahimana. Yani ni goli ambalo
Aziz Ki sehemu ambayo alipiga kwenye mwamba wa jirani, kwa maana ya mwamba wa kwanza ambao yeye alikuwa anaona mbele yake, na hakuhitaji tena kutafuta mwamba wa pili ambao pengine angekuwa amepeleka mpira mbali zaidi kwenye eneo ambalo na imani angekuwa anaweza kwenda kufanya coverage. Ukiangalia kwenye shuti ambayo ilipigwa kwenye sehemu ambayo mbele yake kwanza kulikuwa na walinzi wa Namungo ambao walikuwa wanajaribu pengine kublock ule mpira, lakini mtu ambaye alikuwa anafuata baada ya hapo ni Naima na mwenyewe ambaye ni mlinda mlango. Lakini kwa nini ilikuwa ni goli kwa upande wa Yanga na Aziz Ki anafunga lile goli? Angalia jinsi ambavyo Aziz alifanya maamuzi ya haraka baada ya kuipokea ile pasi kutoka kwa Maxim pia Nzengeli. Shuti yake ilikuwa kwanza ilikuwa na kasi sana, nguvu ambayo alitumia kupiga mpira ilikuwa ni nguvu kubwa, lakini pia kasi ya mpira wenyewe baada ya kutoka pale ilikuwa sio rahisi kwa either kuwa blocked ama mlinda mlango kwenda kufanya save kwenye ile tukio ambalo lilikuwa limefanyika. Kwa hiyo unaweza kuona kile ambacho kilikuwa kimefanyika kwenye tukio la mwisho, lakini utaangalia pia jinsi ambavyo alikuwa ameanza kuondoka wakati ile kona inapigwa kutokea huko chini, kwa sababu ilikuwa imepigwa kona fupi, lakini unaweza kuona wakati Aziz anaanzisha ile pasi, anavyoenda kuipokea alizunguka nyuma ya mgongo wa mlinzi. Yaani kama kuna stage hapa, angalia hapa jinsi ambavyo walibadilishana position kati ya Maxi na Stefan Aziz Ki. Walibadilisha position kwa maana kuna mmoja ambaye alitoka upande ambao alikuwa amepokelea mpira akazunguka upande wa pili. Zile movement za kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa namna yote lazima pia ziwachanganye walinzi kwenye kuona jinsi gani ambavyo angalia kwenye hili tukio. Hapo kwa mtoto. Unaona jinsi ambavyo wanabadilishana ile mikimbio. Angalia ile interchange ambayo alifanya Maxi na Stefan Aziz Ki. Hapa mwanzoni walikuwa wamekaa tofauti, lakini baadaye wakati wanapokea pasi Aziz Ki alienda kwenye position ambayo Maxi alikuwa anaondoka, afu Maxi akawa anaenda kwenye sehemu ambayo uelekeo wa kwanza ambao Aziz Ki alikuwa anaelekea. Nafikiri hapo pia aliwachanganya wale walinzi. Mimi shida yangu sio hiyo. Hivi Aziz Ki kuwa offside kwenye tukio lipi? Yaani pengine ambacho unaweza kufikiria, ndio maana nimekwambia unatakiwa pia kuangalia zile movement ambazo amezifanya Max pamoja na Stefan Aziz Ki. Zile ni movement ambazo haziji bahati mbaya, ni movement ambazo mnatakiwa unaona hizi movement alivyokuwa anazifanya. Unaona jinsi ambavyo walibadilishana zile position. Hujanielewa. Aziz yaani offside inatokea wapi? Kwa sababu ya ile angalia zile movement ambazo zimefanyika hapa. Imeanza hapo. Umeona jinsi ambavyo hizo movement zimefanya alibadilishana hizo nafasi. Maana kitendo cha kubadilisha, umeona Aziz alikokuja. Aziz ametoka nje kwenye position ambayo Max alikuwa anatoka. Max akaenda kwenye upande ambao Aziz Ki alikuwa ametoka. Kwa Aziz akaingia ndani. Maana ni movement ambazo zinakuja kwenye kipindi ambacho mnatengeneza uwezekano wa kuwashinda. Yani pale tunasema ni kama ni 2 versus 1, yani mlinzi mmoja dhidi ya washambuliaji wawili. Sasa mnamuondokaje mlinzi mmoja ambapo nyinyi mnakuja watu wawili? Lazima mfanye run ambazo zitakuwa zinabadilishana position. Mkibadilishana position maana yake mnamchanganya yule mlinzi ambaye anakuja kuzuia, anakuwa anashindwa kutambua kwamba niende nikamkabe Max ama niende kumzuia mtu ambaye anakuja kwenye run ya pili ambaye anazunguka kwenye ile eneo. Kwa hiyo unachojaribu kuangalia pale ni point kwamba inawezekana Msumi pia alikuwa anasema ni moja kati ya magoli ambayo pengine alikuwa ni mazuri kwa sababu ya hiyo run ambayo ilifanyika huko chini. Yaani achilia mbali ile shooting ambayo alifanya kule. Huo mbadilishano wa nafasi ambao ulifanyika huko chini ambao ulifanya mlinzi alikuwa sio mlinzi exactly, lakini kwa sababu Karabaka ndo alikuwa mbele yao, unasema wewe ndo mchezaji ambaye ana defend. Sasa kwa sababu yeye ndo ana defend, unasema ndo defender ambaye anaenda kumkabili. Sasa 2 versus 1 ambayo ilikuwa inafanyika pale ilifanya ile run ya Maxi pamoja na Aziz kumnyima nafasi Karabaka kwamba nene nikamkabe Maxi ama nizuia nafasi ambayo Aziz Ki alikuwa anaenda kuikimbilia. Nakumbuka miongoni mwa mabao ambayo yanafungwa katika hizi impossible engo ambao huitegemei kama mpira unaweza kupigwa hapa. Na kumbuka wakati Azam anaenda kuchukua ubingwa msimu 2013-14 walicheza mechi moja na Ruvu Shooting Mabatini. Kiple Cheche alipiga pale yani unajua Kiple alikuwa na uwezo, Kiple Cheche alikuwa na uwezo, yani hutegemei sehemu anaokufungia. Yani golikipa kakaa kwenye mwamba afu ikapigwa pale golikipa akaanza kuiangazia. Na unajua kwa nini magoli kama yale yanapatikana? Kwa sababu golikipa akiwa golini ni kama anakutegea wewe ambao unakuja kupiga.
kwenye ule usawa wa goli. Yeye akikaa upande mmoja afa kacha nafasi kubwa upande mwingine, anaamini kwamba ule upande ambao amewacha yeye ni rahisi kwake kuweza kufanya save, atadive ama ataruka kwa namna yote ile aenda akafanya save. Lakini hapa anakuwa amekunyima kwanza nafasi ya kwanza kufunga. Kwa hiyo unatakiwa kutumia nafasi nyingine. Sasa washambuliaji ambao wanajua hiki ambacho nakifanya ni mtego, matured enough, anakupigia pale pale ambapo upo. Hata Samson Bangula pia kwenye interview moja alizungumza, aliyokata anafunga Aishi, akasema kwenye goli kuna sehemu kudogo na kukubwa, alitumia neno hilo. Akasema mimi nikapiga kule kudogo ambako alikuwa amekuacha Aishi, kwa sababu nilikuwa najua kule kukubwa ni kama amenitegea, nikipiga kule itakuwa rahisi kwa mlinda mlango dive na kwenda kufanya save. Mambo hayo unaweza kuyashuhudia kwa Mandieta akiwa anapiga nafasi zake. Afanya sana hayo. Sawa. Jana tu huwa apende kujifunza. Nishaambia huyu kiimbwa wote, nishaambia wote wanajua. Mkiona na siku unavaa jezi njoo napenda karatasi. Tuongezee taarifa nyingine kwenda kuiangazia Azam Football Club, ambapo jana walishusha kichapo kizito kwenda kwa Dodoma Jiji Football Club chini ya kocha Mecky Maxime katika uwanja wa Chamazi Complex, ambapo Azam Football Club ikichomoza na ushindi wa mabao 5-0. Mabao ya Azam Football Club yamefungwa na nyota Lusajo Elkaga Mwikenda bao la kwanza, lakini pia Abdul Suleiman Sopo akifunga bao la pili. Mabao mengine ya Azam yakifungwa na Jibril Sila, Nasol Sadun pamoja na Frank Tiese. Kwa matokeo hayo, Azam Football Club imefikisha alama 57 katika nafasi ya 3 ya msimamo wa ligi kuu ya NBC, alama 4 zaidi ya wapinzani wao Singida Black Stars wenye alama 53 wakiwa katika nafasi ya 4, ingawaje wana mchezo mmoja mkononi kwa hivi sasa. Miongoni kipindi cha kwanza tu Mecky alifanya mabadiliko ya wachezaji watatu. Wakati tunafanya build up nilimuuliza Gurisen Muro, nikasema nimemuona Mohamed Mudikala golini, muda mrefu hajapata nafasi. Nadhani kama kumbukumbu zangu zitakuwa sahihi, mechi ya mwisho kumuona ilikuwa ni dhidi ya Young Africans ambaye aliconcede mabao mengi. Alalamika sana pale, hajacheza mechi 13. Na mwisho wa siku jana nikamuona tena. Niliuliza ile swali, akasema yes, tukaongea, lakini baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinatokea, mfano bao la Sopo ilikuwa ni bad timing, lakini pia ndani ya kipindi cha kwanza mabadiliko matatu ya Mecky yalionyesha kwamba kuna madhaifu ndani ya first 11 yake. Of course ni expectation, kwa sababu kama kuna makubwa unayatarajia, kwa sababu unajua kucheza na Azam FC sio rahisi sana kama ambavyo unaweza kwenda kucheza na Kagera, Geita, Ken Gold, Tanzania Prisons. Unajua yani kuna heshima kubwa ambayo unakuwa unaiweka dhidi ya Azam kwa sababu ya madaraja ya wachezaji wa Azam FC. Sasa kuna mwalimu anapoweka mpango kazi wake, maana yake anachoamini, jambo la kwanza ni kutekeleza mpango kazi. Jambo la pili ni kumpa zaidi ya mpango kazi. Yaani kwa maana aone Msumi unajitoa zaidi ya uwezo wako wa kawaida. Kwa sababu ukienda kucheza na Azam FC kwenye uwezo wako wa kawaida, na sisi tunaamini idadi kubwa wachezaji wa Azam FC wanaoanza wametuzidi uwezo mtu mmoja mmoja, manake tusipoona umetumia jitihada binafsi za kuweza kuboost kile ambacho mwalimu anakihitaji, manake wewe siku hiyo utakuwa umedhamiria kutuangusha. Ndicho ambacho kimetokea kwa Dodoma Jiji. Dodoma Jiji mpango kazi wao ulikuwa ni mzuri. Umeelewa? Yaani wao wanaanza kukabia, waanze kwa press Azam kuanzia juu. Sio, unaelewa? Yaani eneo ambalo Azam wataanza kufanya build up, waanzie hapo. Sio, unaelewa? Ili timing watakapokuwa wanakuja wakilazimisha kuja kwa numbers, watakaponyang'anywa mpira, manake advantage watapata Dodoma Jiji kwenye maeneo ambayo Azam watakuwa wameshaingia kwa idadi kubwa ya namba kwenye upande wa Dodoma Jiji. Sasa bahati mbaya Mudikala naye jana tu hakuamka vizuri, sijui hakuwa katika timing nzuri, kwa sababu goli, mbona ile goli? Yaani hili sasa lina mahusiano gani na Mudikala yeye kutokucheza mechi 10, 15, 20, 25? Sio, unaelewa? Yaani goli kama hili lina mahusiano gani? Kwa sababu tayari mpira ambao umepigwa, unamwona defender wako anakuja tena anakuface. Sio, unaelewa? Kwa sababu mpira kama huu unaopigwa kwa namna hii, manake Mudikala kwenye namna ambavyo alijaribu kufanya, kwa sababu umepigwa pap, umeona,
ukadunda wapo aliteleza, lakini pia sehemu ambayo lakini bado yani unaona ameteleza nje ya box, nje ya 18. Maana yake hata asingeteleza asingekuwa na possibility ya kugusa tena, kwa sababu hata kufanya hivi asingeteleza. Bado ule mpira jinsi ulivyodunda ulikuwa mrefu kwa kimo chake, kwa bado ungemletea tena matatizo. So kwenye mpango wa Meki nilivyoona Meki kafanya mabadiliko ya wachezaji wale watatu, Josh Onyango, Mwatalema kwenda kwenye eneo la striking. Nafikiri ile ya Mwatalema ile, nafikiri pale sijui alikuwa anataka kuachieve nini, lakini kwa sababu sikuona shida kubwa kwenye eneo lile, kwa sababu alichokuwa nakifanya Mwana Kibuta pamoja na Kopita Kipagwile, sikuona kama kuna eneo lile kwa lina shida, kwa sababu wale ni watu ambao wanatakiwa kupelekewa kulishwa mipira ili waweze kumpelekea pressure mpinzani. Sasa ili mipira ilikuwa ifiki, lakini kwenye eneo la Daudi Milando nafikiri ilikuwa iko sahihi. Eneo la Josh kumleta pale, nafikiri pia naye alikuwa iko sahihi. Nafikiri Josh aliingia kwa sababu ya kwenda kupeleka uzoefu wake kuituliza timu kwenye eneo la defense, kwa sababu Muklin bado kijana sana, unaelewa. Nsata ni kapteni, ni mchezaji mzoefu, ni mchezaji mkongwe, unaweza kusema hivyo kwa kiwango ambacho ameshacheza. So unaamini wangeweza kupata utulivu kwenye eneo la defense kwa kuingiza hao wakongwe na kuweza kuifanya timu itulie. Apollo baada ya kuingia kwenye eneo la midfield, Apollo ni mkabaji mzuri, ni distributor pia mzuri, anajua kupiga pass, lakini timing ilishakuwa mbaya. Yani wameingia kwenye kipindi ambacho timu ina pressure, kwa hiyo wanatakiwa waitulize pressure alafu outshine wapinzani. Kwa maneno machache sana Rashid, Azam hawagombei ubingwa, lakini inawezekana ushindi ule umetuliza kuna hali fulani hivi ndani ya timu. Yeah, of course Azam hawapo kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa, lakini wana ushindani baina ya yeye na Singida Black Stars kwenye nafasi hiyo ya tatu, kwa sababu kama itatokea Singida anaweza kuokota alama zote afu ikatokea Azam amemiss, hata amepata sare hata mchezo mmoja, maana yake Azam anaweza sishiriki kombe la shirikisho iwapo JKT, kwa sababu kama JKT anaweza kapata bahati ya kuokota lile kombe la CRDB. Sawa, tutoke hapo tuangazie taarifa nyingine kwa wakati huu, ambapo kikosi cha Kagera Sugar baada ya zaidi ya miaka 20 hatimaye wameshuka daraja rasmi ya ligi kuu ya NBC hapo jana, baada ya wao kuwa hawajacheza, wapo katika kambi yao mazoezi, lakini wakashuka daraja kutokana na mchezo kati ya Pamba Jiji Football Club ambao walikuwa ugenini mbele ya Ken Gold kumalizika kwa Pamba Jiji Football Club kuibuka na ushindi wa mabao 2-0, mabao ya Abdullahi Wonta Kamala. Matokeo hayo yamefanya Pamba Jiji kufikisha alama 30 katika nafasi ya 11 ya msimamo, huku Kagera Sugar ikisalia nafasi ya 15 ikiwa na alama 22, na hata ikishinda michezo miwili iliyosalia haitavuka alama 29 ambazo tayari Fountain Gate wanazo katika nafasi ya 14 ya msimamo. Kwa maana hiyo Kagera Sugar imeungana na Ken Gold kushuka daraja moja kwa moja, na timu zote mbili zimesaliwa na michezo miwili ya kukamilisha msimu huu. Hayo Kagera Sugar ambayo ilikuwa moto ikisumbua vigogo hususan Yanga, hata Simba. Na boga mechi moja alitangaza Juma Suleiman Kamia, wakati huu ambapo Philip Warando Zakaria meneja yupo Kagera, anaipiga Young Africans mabao 2, Kagera wanashinda mabao 3-0. Juma Suleiman Kamia akasema woshwa lakini Kagera pia iliwahi kumchapa Simba mabao 2-1. Kuna kombe moja lilianzishwa Uhuru, mabao ya Yusuf Macho Muso na marehemu Omar Changa, alikuwa mwembamba mrefu anapiga mashuti ya mbali sana. Kagera ambayo imepitwa na wachezaji wengi sana, lakini hatimaye shughuli yao imeishia hapa. Shughuli yao ilikuwa inatabirika. Ingawaje wewe ukuwapa nafasi, uliwapa Prison watashuka. Ketichi. Of course unajua niliwapa nafasi. Na tulikubishia hapa. Niliwapa nafasi Kagera mwanzo kwa maana ya kuamini wangeweza kushinda mchezo wa Mashujaa. Sio, unaelewa?
ambao walikuwa nyumbani, kwa sababu ili na Azam suluhu alama moja wakafunga. Ili kwa sababu Kagera ili alikuwa ili abakie kwenye ligi alitakiwa anapaswa kushinda michezo miwili, kwa maana mchezo mmoja kusogeza alama ya kuwakaribia walikuwa karibu yake, alafu mchezo mmoja kwa maana ya kuvuka hatua moja kabla hiyo, kwa sababu kitu ambacho mimi naamini michezo iliyobakia Tanzania Prison Tanzania Prison hawezi kushinda. Mimi kitu ambacho naamini Tanzania Prison hawezi kuifunga Yanga Afrika, atapasuka pale pale Sokoine, atamfuata Singida Liti, wakati huo Azam FC atakuwa anaendelea kupambana huku, manake hasira za Simba na Singida Black Stars atakayeenda kuzisafisha atakuwa ni Tanzania Prisons, ambao mechi hiyo itachezwa Liti, si ndio? Sasa hizo ni mechi mbili ambazo zimesalia za Tanzania Prisons. Kwa hiyo kwenye mechi ya Kagera dhidi ya Mashujaa niliamini angeshinda huu mchezo angekuwa anamkaribia, hata kama Tanzania Prison angeshinda bado ile race ingeendelea, kwa sababu tayari alikuwa na mechi na Simba, alikuwa na mechi na Namungo. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kupoteza mechi dhidi ya Simba, alafu alikuwa na uwezo wa kwenda kupambana kutafuta alama 3 dhidi ya Namungo, kitu ambacho nilikuwa naamini angeweza kupambana dhidi ya Namungo, angeweza kupata alama dhidi ya Namungo kama angeweza kujikaza. Lakini kwenye mechi zilizosalia za Prisons zilikuwa sizioni hizo alama 6. Ndio maana nikaamini Kagera anaweza kusalia kama tu atamfunga Mashujaa. Lakini bahati mbaya sana wameenda kucheza sio tu mkwaju wa penalty. Ile mechi na ile tena walicheza vibaya. Yaani unajua ni vibaya. Yaani unajua kuna mechi ambazo unasema hawa wanatafuta kitu, lakini the way walivyocheza Kagera mechi dhidi ya Mashujaa, yani hukuona tafsiri halisi kwamba hii ni mechi ambayo inaenda kutafsiri maisha yao ya kubakia au kutokubakia. Tuangazie msimamo jinsi ambavyo ulivyo kwa mtazamaji kuweza kuona kwamba shughuli ipo vipi hapo kwa Ken Gold pamoja na Kagera Sugar, nafasi ya 15 na 16, alama 22, alama 16 wakiwa wameshuka daraja kweli. Sasa hapa shughuli ambayo inayobakia naiona ni nani ataenda kucheza playoff. Playoff ni Tanzania Prison na Fountain Gate. Kwani hilo wewe unataka kupinga? Michael Yera anaenda kucheza playoff. Kwenye kwanza unaangalia ratiba ya MC ya hizi mechi, kwa maana hizi timu ambazo zipo kwenye nafasi ya either kucheza playoff ama kutokucheza. Ukiangalia kwenye msimamo unaona mpaka kwenye timu ambayo ipo nafasi ya 8 huku pengine inaweza kufika kwenye playoff. Sababu Fountain ataenda kucheza. Wewe nafasi ya 8 kutoka wapi bwana Michael Yera? Hapa nazungumzia nini? Tunazungumzia Fountain Gate kabakiza mechi 2. Kabakiza mechi na Costali. Sema Costali. Anaenda kwa Costali. Fountain Gate anaenda kwa Costali. Hapo bakiza mechi na Azam. Umeelewa? Fountain Gate mechi na Costali. Umeona Costali walipo? Wana alama ngapi? 31. Kama Fountain Gate ataifunga Costali atakuwa na alama ngapi Fountain Gate? 32. Maana yake pia anabadilisha nafasi ya Costali. Sio kwambia atakuwa na alama ngapi? 32, si ndio? Fountain Gate mechi ya mwisho anamaliza na Azam FC Chamazini. Manyara. Manyara anamaliza Manyara, yes, kwa raha. Si ndio? Unampa nafasi kubwa ya Fountain Gate kupata matokeo dhidi ya Azam FC Manyara. Yaani mwanzoni wakati Msumi anauliza swali lake, alikuwa anauliza kuhusiana na timu ambayo inaweza kucheza playoff. Maana yake kitu cha kwanza tulikuwa tunaangalia namba za point ambazo timu wako nazo, si ndio? Maana yake unaangalia namba ya point ambazo yuko nazo Fountain Gate pamoja na KMC ambao sasa hivi ndio wako kwenye ile rangi ya playoff. Alafu unaangalia timu ambazo zipo juu yake, unaona possibility ya timu kushuka huku chini ama mmoja kutoka huku chini kwenda juu inakuwa ya namna gani. Ndio maana nikakwambia kwenye namba unaweza kuona alama ambazo wako nazo Fountain Gate pengine zinawafanya wale walioko juu yake, hata yule ambaye yuko kwenye nafasi ya 8 ambaye ana alama 33, ambazo ni alama ambazo pengine zinaweza zikafanya timu kama KMC kufikisha alama 33, si ndio? Akishinda leo ambapo KMC ipo wapi kwenye msimamo?
yupo kwenye nafasi ya playoff. Ndio hoja ya kwanza ambayo alikuwa anaizungumzia. Lakini factor ya pili ambayo unakuja kuizungumzia maana yake ni factor kwamba unaangalia sasa hizo mechi ambazo hawa wanacheza kwa jicho lake, anacheza dhidi ya nani na kwa maoni yako unaona nani anaweza kupata matokeo kwenye hiyo michezo. Sasa hiyo ni kitu kingine ambacho sio kwenye eneo la numerical na yani kwenye eneo la numbers ambazo zina display kila kitu ambacho kinaonekana pale. Manake hayo yanakuwa sasa ni either matarajio ambayo yatatokea kwenye hizo mechi ambazo zitachezwa ama pengine ambacho kitatokea kwenye hizo mechi ndicho ambacho kitaonesha mwishoni kwamba nini ambacho kinatokea. Mimi kwenye maoni yangu na matarajio ya vitu vingi ambavyo nishasema hapa, yapi yaliyobadilika? Yalobadilika ya Prison kutoshuka daraja. Unajua kwa kwambie, Michael yeye. Kwa kwambie. Kwamba unataka kwa sababu wewe unachozungumzia unajua wakati mwingine. Unajua mimi sema hesabu za Rashi kitu ambacho mimi huwa kinanipa wakati mgumu. Ni kumpa mtu matumaini ambayo mimi siyaoni. Unanielewa? Yaani analyze jambo ambalo kiuhalisia uoni uhalisia wake. Si unanielewa? Na ndio maana nakwambia ukiangalia wanaofukuzana hapa, kwa sababu mimi Mashujaa namtoa kusema kweli. Mashujaa kashamaliza ligi. Unaelewa? Alama 33. Hizo alama 33. Watu ambao wanaweza kubadilishana hizo nafasi ni kuanzia kwa Coastal hapa ambaye kwenye nafasi ya 9, ambaye humuoni katika mechi yake na Fountain, ambayo simuoni Fountain Gate akishinda hiyo mechi kwa kwani. Si unaelewa? Na bado mechi ya mwisho Azam FC anacheza na Fountain Gate. Hiyo mechi Fountain Gate kitu ambacho atakifanya ni kwenda kuonyesha upinzani. Lakini kama kwenye uhalisia Azam FC anaweza kupata matokeo dhidi ya Fountain Gate. Kwa hiyo ninachoangalia pale ni mechi dhidi ya KMC. KMC kabakiza na Tabora mechi 3 si ndio? Kabakiza na Tabora, kabakiza na Pamba, si ndio? Ambayo itakuwa anaenda kucheza Mwanza. Alafu kabakiza na nafikiri mechi ya mwisho KMC anacheza Dar es Salaam, hii mechi ya mwisho. Si ndio? Sasa mechi mbili anacheza ugenini, moja anamalizia. Mechi moja anacheza nyumbani. Unaona? Kwa hiyo sasa kwenye hizi mechi 3 KMC, mi kitu ambacho naamini kwenye hizi mechi 3 KMC ana uwezo wa kupata alama 2 au alama 1. Akipata alama 1 na sasa moja ambaye atapata alama 31. Hapo Pamba kesho ngoja atakapata alama, KMC apata alama 1. Tufanye KMC anapata alama 1 dhidi ya Tabora 31, anakuwa na 31. Anaenda kufungwa na Pamba. Si ndio? Pamba tayari kishamkimbia. Kashamkimbia. Sasa wakati huo Fountain mechi ambayo KMC tunampa alama 1, yeye anaenda kufuata Coast. Mwingine anaungana naye nani? Kwa sababu kwenye mazingira unamweka pale ikitokea Fountain na Tanzania Prison. Ikitokea Fountain akamfunga Coastal pale alipo. Possibility ya Coastal kuja kucheza playoff yeye na Tanzania Prison ni kubwa. Sawa. Twende tukaangazie Pamba Jiji Football Club ambapo jana walishinda mabao 2-0 dhidi ya Ken Gold wazee wa Makarasha, ambapo kocha mkuu wa kikosi cha Pamba Jiji Football Club ni Fred Felix Kataraia Majeshi Baba Isaya Minziro amezungumzia kuhusiana na harakati za kuifanya Pamba kutoshuka daraja wala kwenda playoff. Ni kwamba nashukuru Mungu kwa matokeo mazuri ambayo tumeyapata, ambayo haikuwa rahisi. Nadhani umeona mechi yenyewe jinsi ilivyokuwa, ilikuwa mechi ya ushindani, na siku zote unapotana timu ambayo tayari imeshaporomoka, zote lazima na wenyewe waonyeshe kwamba wanaweza. Kwa hiyo ndivyo walipoingia Ken Gold kuhakikisha kwamba na wao pengine wanapata alama 3 kwetu kama sio tupata nyumbani Mwanza. Kwa hiyo wameingia, wamejitoa kwa kila hali kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri. Lakini kwa hiyo tunachukua vijana wangu kwamba angalau tumeweza kupata alama 3, basi tumeingia kwenye pointi 30. Sasa tumeingia kwenye ushindani tena kwa kwamba Pamba tulibakisha kwenye ligi. Fred Felix Kataraia Majeshi Baba Isaya Minziro akiweza kuzungumzia kuhusiana na michezo hii hapo ya kikosi chake na kuelekea michezo miwili kwa wakati huu hapa. Baba Isaya miongoni mwa vitu ambavyo nguvu kubwa kuweza kucheza. Lakini tutoke hapo kwa Pamba tu tukaangazie kikosi cha Fountain Gate ambapo hali yao imezidi kuwa mbaya zaidi katika ligi kuu ya NBC baada ya hapo jana kupoteza kwa kichapo cha mabao 3-1 kutoka kwa JKT Tanzania katika dimba la Meja Jenerali Isamuyo, ushindi ambao unaipandisha moja kwa moja JKT Tanzania mpaka nafasi ya 6 kwenye msimamo ligi ya NBC, wakati Fountain wakishuka hadi nafasi ya 14 wakiwa na mstari wa timu ambazo zitacheza
kucheza mechi za mtoano baada ya ligi kuweza kumalizika hapo jana. Katika mchezo huu nikopo na vitu viwili. Cha kwanza ni Edgar kufunga bao lake kwa muda mrefu sana hajaweza kufunga, lakini jambo la pili ni bao la kwanza la JKT ambalo lilikuwa lina viashiria viwili. Kiashiria cha kwanza ni adhabu kwa kutokana na Parapanda alivyoenda kugombana na Mudibeka, lakini cha pili nilikuwa naona kama kuna mazingira ya offside. Yote makosa yote yamefanyika kwenye hili goli ambalo JKT amefunga, kwa sababu tukio la kwanza la Mudibeka na Parapanda lilikuwa ni tukio ambalo kwenye hali ya kawaida unasema muamuzi wa miguu anamlinda yule ambaye yuko na mpira, anawini mpira, lakini pia yule ni mlinda mlango. Angalia nani ambaye alianza kupiga ule mpira. Parapanda kaupiga mpira, alafu Mudi kaenda kaukosa mpira, kaenda kukutana na mwili wa Parapanda. Hilo ni kosa la kwanza ambalo Mudi alikuwa amelifanya. Lakini tukio la pili ni tukio la offside. Kwa nini offside? Kwa sababu wakati Mudibeka anaenda kupokea pasi ya mpira wa pili, yeye alikuwa hivyo kwenye na Edward Songo alivyopiga ule mpira. Angalia hii ni ya kwanza. Angalia jinsi ambavyo Mudi aliingiza ule mguu, lakini angalia kile ambacho aliathirika nacho Parapanda. Hilo ni kosa la kwanza ambalo mwamuzi anatakiwa kuadhibu foul iende kwenye lango la JKT Tanzania. Lakini baada ule mpira kuondoka kwenye ile eneo, unaenda kukutana na Edward Songo, anautuliza, then ana set. Sasa angalia wakati ana set, mbele ya Mudibeka kulikuwa na mchezaji wa Fountain Gate ambaye kwenye tukio lile yeye ndiye ambaye anahesabika kama mtu wa mwisho. Yaani yeye ndo anasema ni mlinda mlango pale kwenye ile tukio. Unaashumu kama, yani kwa lugha rahisi ili ieleweke vizuri, unasema yeye ndo mlinda mlango kwenye ile tukio. Maana yake ni kwamba watakao kuwa mbele yake ndo wataanza kuhesabika kama walinzi. Kwa hiyo Parapanda kwenye ile tukio hapo anabadilisha position kwamba sio mchezaji wa kawaida. Anakuwa mchezaji wa kawaida, sio tena mlinda mlango. Umeelewa tafsiri? Yeye ndo anakuwa yuko kwenye eneo ambalo anasema anatakiwa kudefend. Sasa ukimwangalia Mudibeka bado pia alikuwa anapata faida kwa sababu alikuwa mbele ya wale ambao walikuwa kwenye mstari wa mwisho. Kwa hiyo bado pia ilikuwa inatakiwa kuadhibiwa kosa lingine la pili ambalo lilikuwa ni tukio la offside. Bad luck, matukio yote mawili hajaadhibiwa na Fountain Gate amefungwa goli la kwanza ambalo inawezekana pengine pia liliharibu kila kitu ambacho kama huyu angeupiga ule mpira ungeenda moja kwa moja golini. Yaani kama Edward Songo angepiga moja kwa moja golini ule mpira, offside ingekuwa imekufa, lakini ungerudi kwenye ile tukio la kwanza ambalo Mudibeka aliingiza mguu kwa uhatari kuhatarisha usalama pia wa Parapanda kwenye ile eneo. Edgar William baada ya muda mrefu hatimaye anafunga bao lake la 7 sasa. William Edgar amekuwa na nyakati ngumu kiasi kwenye kikosi cha Fountain Gate, na pengine inaweza ikawa imeathiri kwa kiasi kikubwa sana performance ya Fountain Gate. Unajua Fountain Gate, moja kati ya vitu ambavyo wao walikuwa wanajivunia ni uwezo wa timu yao kuwa na uwezo wa outscore kwenye mechi ambao wanacheza. Fountain wamefungwa magoli 54 mpaka sasa hivi. Lakini unaweza kuona katika magoli 54 ambayo amefungwa Fountain Gate, ni mechi chache sana ambazo Fountain Gate ametoka na clean sheet. Kwenye michezo 28 ambayo amecheza, Fountain anapata clean sheet kwenye mechi 3 peke yake. Mechi 3 pekee ndizo ambazo ametoka na clean sheet, lakini the rest yeye ameruhusu magoli. Lakini kwa nini nasema naye pia amepata ushindi kwenye mechi kadhaa? Ni kwa sababu alikuwa anaweza kufunga kwenye hizo mechi ambazo alikuwa anacheza. Sasa nani ambao alikuwa wanampa hiyo nafasi ya kufunga magoli kwenye mechi ambazo alikuwa anacheza mwanzoni? Alikuwa ni Selemani Mwalimu, unakumbuka kile ambacho alikifanya mwanzoni. William Edgar, huyu ambaye anaonekana pia alikuwa na nyakati nzuri mwanzoni mwa ligi inaanza. Walikuwa na combination ya Kiimbo pamoja na Ambundo Dickson, kama unakumbuka mwanzoni wakati kikosi cha Fountain kinaanza, alikuwa ni Kiimbwa, Ambundo, William Edgar pamoja na Selemani Mwalimu. Katikati ya Balkasim na Kulandana. Yaani ilikuwa ni timu ambayo unajua kwamba Fountain Gate hata kama unaiwazia, unajua kwamba display yao itakuwa ni ya namna hii. Kulandana atakaba, Aba atakuwa anapasia. Huku na Lulambo, huku na Kadikilo. Yes, ilikuwa ni timu ambayo ilikuwa inaonekana hivyo. Lakini baadaye Heblon pamoja na mwenzake Makame ambaye alikuwa anacheza hapo. Lakini goalkeeper yule. Lakini unachokiangalia ni kwamba baada ya form ya wachezaji kwenye eneo la kushambulia kudrop,
ndio hali imekuwa mbaya zaidi kwa upande wa Fountain Gate. Currently hauoni kama timu inashinda tena, imepitia mechi nyingi hapa katikati hawajapata ushindi. Na vitu ambavyo vilikuwa vinatokea ni kushuka kwa form za wachezaji, mmoja wapo akiwa ni William Edgar ambaye namba zake zilikuwa display tena kwenye timu, kitu ambacho kilifanya wao sasa kufungwa magoli mawili, wao wale ambao walikuwa wanaweza kufunga magoli 3 per mechi ikawa haiwezekani tena, na wamekuta wapo kwenye wakati ambao wako nao sasa hivi. Lakini pia nilipenda jinsi ambavyo mashabiki wa JKT Tanzania ambao walijitokeza kwa wingi sana, jinsi wakushabikia mechi ilikuwa saa 8, lakini mashabiki walikuwa wengi sana uwanjani. Kwangu mimi ilikuwa ni jambo la kujivunia. Mimi kweli ni timu mashabiki. Yaani mimi always huwa napendaga mashabiki. Yaani mpira wa miguu au tukio lolote la kimichezo kama hakuna mashabiki, silione kama hilo jambo linakuwa lina uzito wake. Lakini ukiona mashabiki wapo, ilikuwa ni mechi ambayo mashabiki wenyewe wa JKT hawakuiona Fountain Gate kama ni timu dhaifu kwao. Wao waliamini ni timu ambayo inaja kuleta ushindani na ni timu ambayo inacheza mpira mzuri. So kwa sababu hicho kitu walikuwa nacho Fountain Gate, ni timu ambayo ilikuwa inacheza mpira mzuri sana, unavutia hata kwenye kuwatazama. Lakini mabadiliko ambayo yalikuja yakawatokea, nafikiri mtu pekee ambaye alikuja kushusha uwezo wa Fountain Gate kwangu mimi alikuwa ni Robert Matano, ambaye alikuja kufanya mabadiliko ya kikosi cha Fountain Gate kwa kiwango kikubwa. Kuondoka kwa Selemani Mwalimu, kuondoka kwa Ambundo, kuondoka kwa Abel Kasim, kuondoka kwa yule winga alikuwa anacheza namba 2 na winga Jian. Kwa hii ilikuwa ni athari kubwa kwenye kikosi cha Fountain Gate. Sawa. Leo ligi kuu ya NBC itaendelea kwa mchezo mmoja ambapo Tabora United wenyewe watakuwa wanawakaribisha KMC katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi mkoani Tabora. Sasa tusikie jinsi ambavyo makocha na wawakilishi wachezaji wakizungumza kuelekea mchezo wa leo. Maandalizi yako vizuri kuelekea kuikabili KMC. Sisi kama benchi la ufundi kila kitu tumekaa sawa. Kwa mechi itakuwa rahisi, mechi itakuwa ngumu, lakini wote kwa wote washabiki waje kwa wingi, timu yao support. Nasema hata katika msimamo wa ligi hata tukishinda mechi zilizobakia 3 hatuwezi kufika nafasi ambayo iko Azam au iko Singida Big Star. Kwa hiyo tunaamua sasa hivi ni kustick katika nafasi ya 5. Ili tubaki nafasi ya 5 inabidi tupate ushindi mechi na KMC. Kwa sasa ndio akili zetu, mawazo yetu sasa mechi la fundi tubaki nafasi ya 5. Kwa hiyo timu tumeandaa vizuri, tupambane, tupate mechi kesho tupate ushindi tubaki na kuendelea kubaki basi nafasi ya 5. Kwanza tunashukuru Mungu kwa mpaka sasa tuko vizuri na tuko tayari, sababu tumejiandaa kucheza ligi. Hatukujiandaa kwa kufanya vibaya katika hizo mechi ambazo wanasema tulikuwa tunafanya vibaya, sababu hata huko nyuma pia tulikuwa timu hii ndio ilikuwa inashinda. Kwa hiyo ni matokeo ya mchezo wa mpira ulivyo. Kwa hiyo tulikuwa hatufanyi kama makusudi ama inakuaje, ni matokeo tu ya mpira. Kwa hiyo hilo tumekaa kama wachezaji tumeliongea, tumeona wapi tulikuwa tunakosea, na imani kuanzia mechi zilizobaki tutaweza kufanya vizuri. Mwalimu, hali ya timu yako ikoje kuelekea mchezo dhidi ya wapinzani wako Tabora United? Hali ya timu iko vizuri na of course tumecheza mchezo uliopita na tujapata mapumziko ya kutosha hadi mchezo huu, lakini there's no excuse. Nafikiri tumejiandaa vizuri psychologically, wachezaji wanaelewa umuhimu wa mchezo na namna gani ambavyo tumefundishana kuendea mchezo kama huu. Lakini pia physically kuna wachezaji wachache tu ambao walikuwa wanasumbuliwa na maradhi kidogo, lakini sasa hizi wanaendelea kuwa vizuri. Tactically, technically nafikiri tumeshamaliza. Tulifahamu kabisa kwamba tutakuwa na muda tena wa kuprepare zaidi. Kwa tulishamaliza kila kitu Dar es Salaam na tuko tayari kwa mchezo. Tuna wachezaji 35 kwenye kikosi na wote ni wachezaji wa KMC, sio? So yoyote anaweza kucheza wakati wote. Lakini so far nani anacheza kwa wakati gani inategemea na strategic plan ya huo mchezo, sio? Approach ya mechi ya Simba inaweza kuwa sawa na approach ya mchezo huu au inaweza kuwa tofauti na approach ya mchezo huu. So sisi tumekaa tutaona na nafikiri mtaona kama kuna rotation au la. Tunawafahamu vizuri. Actually Tabora wana timu nzuri sana. Kwanza niwapongeze benchi la ufundi na wachezaji. Kuwa nafasi ya 5 kwenye kipindi sio kitu rahisi, sio? Wameachieve kitu kikubwa, niwapongeze sana. Na tunaenda kwenye mchezo tukijua ubora wao. Of course tutaona kama nilivyosema kila timu ina weaknesses na strength. Sisi tutaona namna gani ya kuweza kudeal na hizo strengths zao, lakini pia na weakness zao kuweza kuexploit. Hali ya wachezaji pamoja na uongozi wetu sio mbaya. Ni kulingana na kile ambacho tunapitia, lakini tuna imani kila kitu kitakaa sawa. Tunajiandaa vizuri kwa hizi mechi zilizobakia tuweze kupata matokeo mazuri, kuweza kukaa sehemu nzuri na
tusiweze kutoka kwenye yale malengo tuliojiwekea. Cha kwanza kitu ambacho tunakiangalia, tunakubali ugumu, ligi ni ngumu. Sasa wewe unakutana na mshindani yoyote, mpinzani yoyote kwenye ligi ni ngumu, unakutana na mshindani anakuwa na ugumu mara mbili. Kwa hiyo kuna ugumu mara mbili. Tunakuwa tunakaa tunahimizana, tunapeana morali kwamba bado haijaisha, tunaweza kufanya kitu. So tunaendelea kupambana kama alivyoweza kusema mwalimu, kila kitu kitakaa sawa. Mchezo mwingine huo ambao utaweza kushuhudia leo kupitia Azam Sports 1 HD ni miongoni mwa mechi nyingine ambayo KMC baada ya performance nzuri dhidi ya Simba Sports Club, japo hawakupata ushindi, wakipoteza mabao 2-1, leo wanakwenda kujiuliza mbele ya Tabora United. Tabora nikisema sijui haitishi sasa au hayogopeki, tofauti na Tabora ya Aniset Makiadi ingekuwa ni story nyingine kwamba shughuli imeisha mapema. Ni kweli haitishi. Haitishi wala haiogopeshi tena. Kama unakumbuka jana nilisema kwenye michezo 5 ya timu zote za ligi kuu, Tabora United ndio timu ambayo imepoteza michezo yote 5. Yaani kama kungekuwa kuna msimamo wa ligi ambao unaonyesha tu mechi 5, maana yake Tabora United ungekuwa ni timu ya mwisho kwenye msimamo wa ligi kuu, kwa sababu hajashinda mchezo wote katika hiyo michezo 5. Na michezo yote, na maana yake tafsiri ni kwamba kilichomsaidia Tabora ni kukusanya alama nyingi wakati wa asubuhi, ndio ambazo zinamlinda. Ukitaka kujua nyakati za asubuhi alizifanya vizuri Tabora United, angalia hawa ambao wapo kuanzia nafasi ya 9 kushuka chini. Kila mechi yake moja akishinda inabadilisha tebo, kila mechi yake moja akifungwa inabadilisha tebo. Lakini Tabora United kafungwa mechi 5 mfululizo, lakini kwake tebo haijashake. Si unaelewa? Kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya advantage. Maana hiyo ni athari ya moja kwa moja kwenye technical bench, kwa maana ya kuona uwasifu wa Makiadi alichokuwa anafanya. So Tabora ikafanya mabadiliko ya benchi la ufundi, na kuna kipindi watu wa Tabora wakawa wanaituhumu kwamba hii timu inauza mechi. Japo wao wachezaji wakawa wanakanusha kwamba walikuwa hawauzi mechi, ni hali ya matokeo ya mpira miguu inatokea. So wanakuja kupambana, wanakuja kucheza na KMC. KMC ambayo na yenyewe imefanya mabadiliko ya benchi la ufundi kwenye kile ambacho na kidisplay KMC. Bado na wao pia sio timu ambayo ipo kwenye uzania unaweza kusema hawa wanaweza kupata matokeo kirahisi dhidi ya Tabora United. Bado kwenye mzania Tabora ina wachezaji wazuri kuliko KMC, lakini itategemeana na jitihada za mwalimu mpya kwenye kupeleka hamasa kwa wachezaji na kuona hizi alama 3 wanahitaji kuzipata dhidi ya KMC, dhidi ya Tabora, na hususan ikiwalenga zaidi kwenye tebo. Tabora wako kwenye sehemu salama zaidi kuliko KMC. Kwa hiyo hamasa ya mwalimu kwenye dressing room na kiwanja cha mazoezi inaweza kujikita zaidi kwenye kuweka nguvu na hali na morali ya kupambana na Tabora, kwa sababu Tabora kwenye mzania hawatishi kama walivyokuwa wanatisha Simba. Yaani kuna namna ambavyo KMC wanavyocheza na Simba, wachezaji wa KMC wao wanamtazama Simba kama miongoni mwa timu ambayo hawapaswi kufanya makosa mengi ili wasiadhibiwe. Lakini Tabora United, KMC wanaiona ni timu ya daraja lao. Wanaamini tunaweza tukafanya makosa 5 na bado pia wasiadhibiwe. Si unaelewa? Kwa hiyo kuna namna approach inakuwa tofauti hata kwa mchezaji binafsi. Yaani mchezaji mwenyewe wa KMC hawaoni Tabora kama ni timu tishio, na Tabora wenyewe hawaioni KMC kama ni timu tishio. Kwa hiyo wanakutana kwenye mzania wakiamini kila mmoja anaweza kupata chochote na kinawezekana. So kwenye namna ambayo hii mechi itakuwa ni ngumu, lakini natamani kuona KMC akipata matokeo mazuri. Sawa, tutoke hapo katika ligi kuu ya NBC, tutazame ligi kuu ya wanawake hivi sasa ambayo imekuwa ya moto sana, hususan vita ya kusaka taji la ligi kuu ya wanawake Tanzania bara kwa msimu 2024-2025, ambapo leo hii ligi kuu ya wanawake mchezo mmoja utachezwa katika uwanja wa KMC Complex, ambapo kikosi cha JKT Queens wao watakaribisha Yanga Princess saa 10 kamili za jioni. Kumbuka mechi hii ilipaswa kucheza mnamo Mei
12 mwaka 2025, lakini kutokana na sababu za uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, hatimaye mechi hii ikasogezwa mbele mpaka kuchezwa leo hii. Uhondo wenyewe upo vipi katika vita hii ya kusaka ubingwa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara? Ni kwamba JKT Queens leo akipata ushindi, jedwali linasoma hivi: Simba Queens wao wamecheza michezo 16, tofauti ya magoli ni 39 wakati wana alama 41, wakati JKT Queens wao wamecheza michezo 15, wana alama 38, tofauti ya magoli ni 52, wakati Yanga Princess wao wamecheza michezo 15, wana alama 33. Iwapo JKT Queens akipata ushindi leo, atafikisha alama 41 na kuwa sawa na Simba Queens, lakini tofauti ya idadi ya mabao itafanya wawe juu. Ni mechi ambayo Simba Queens wanaiombea leo Yanga Princess wapate ushindi ama sare. Sio jambo ambalo linatokea mara nyingi, lakini huwa linatokea kama kwenye situation kama hizi. Yaani inatokea Simba Queens kumuombea mema Yanga Princess. Inatokea kwenye situation kama hizi kwa sababu wao pia wanataka kunufaika na kile ambacho Yanga Princess watakifanya dhidi ya JKT Queens. Kitu kizuri kwa Simba Queens ni kwamba wakati wao wanacheza dhidi ya mpinzani wao karibu kwa maana JKT Queens, wao walienda kumwadhibu wao wenyewe. Walishinda kwa ushindi magoli 4-3. Lakini vita hii sasa wanaihamishia kwa upande mwingine kwa sababu wao tayari kubwa ya watu wengi kutujua kwamba shughuli imeishia pale. Yes. Bad luck, mechi iliyofuata ya Simba Queens dhidi ya Mashujaa Queens inamalizika kwa sare ya magoli 2-2, jambo ambalo limefanya wao kuganda na alama 41 na kutoa advantage nyingine tena kwa JKT Queens kwamba kama anashinda kwenye mechi ya leo, maana yake anatai kwenye alama na kuwa na alama 41, faida ya magoli ya kufunga na kufungwa. Kama anashinda obvious ila 52 pia inaenda kubadilika pale. Wataongeza namba magoli kwa maana ya faida ya magoli ya kufunga na kufungwa. Kwenye msimu huu unaweza kuona washindani kwenye ligi kwanza ilivyo sasa hivi kwenye ligi ya wanawake ni hao wawili, Simba Queens pamoja na JKT Queens. Yanga Princess kwa alama ambazo wako nazo, lakini pia performance ambayo amekuwa nayo kwenye msimu huu, nafikiri sehemu ambayo Yanga Princess waliteleza ni zile mechi za kwanza ambazo walianza kanda ziwa. Kama unakumbuka kaenda kucheza dhidi ya Bunda Queens, wakaenda kucheza dhidi ya Alliance. Hazikuwa mechi ambazo wao walipata matokeo mazuri, walipata sare kwenye mechi almost 3 za mwanzo. Kitu ambacho sasa hivi inaweza kikawa kinawahukumu. Imagine zile mechi 3 za mwanzo labda angepata ushindi kwa maana kupata alama 9. Maana yake sasa hivi kwenye hizi alama unamzungumza angekuwa na alama 42. Angekuwa mazidi ya wote ambao wako kwenye msimamo, lakini kule ndiko ambako aliteleza. Lakini anaenda kucheza dhidi ya JKT Queens, unaangalia performance wise JKT Queens bado wako kwenye kiwango cha ushindani mkubwa. Yanga Princess kuna vitu ambavyo vimeongezeka currently kwenye timu yao. Inaonyesha pia ni timu ambayo Edna Lema ni kama kuna vitu chanya sana ambavyo wamepata kwenye timu kwa jinsi ambavyo timu inacheza. Na bad luck kwa JKT Queens ni kwamba kumbukumbu mbaya kwao kwenye mechi ambazo walikutana za mwisho. Mechi ya mwisho walikutana kwenye ile Samia ambayo ilifanyika Arusha. Wao walipoteza kwenye mechi dhidi ya Yanga Princess na Yanga Princess ndio akawa bingwa kwenye ile michuano. Sasa mechi hii ina picha tofauti. It's obvious kwa mwalimu wa JKT Queens mpango kazi ambao au ile plan ya mechi ambao anaipanga hii inawezekana tofauti sana na ile ambayo alipanga kwenye Samia Cup. Kwa nini? Na hapo Michael Hiera nadhani pia tungewaonyesha michezo iliyosalia ya ligi kwa timu za JKT Queens. JKT Queens wao wamesaliwa na michezo 3 ambapo watacheza dhidi ya Yanga Princess ambao wanacheza leo. Baada ya hapo watakuwa nyumbani dhidi ya Fountain Gate na kisha mechi yao ya mwisho watamalizia dhidi ya Gates Programs. Wakati JKT Queens akibakiza hiyo michezo 3, Simba Queens wao wamebakiza michezo 2. Watakuwa nyumbani dhidi ya Bunda Queens, alafu watasafiri kwenda kuwafuata Alliance Girls Mwanza. Kwa hiyo Simba anaiona kabisa kwamba mechi ya kuizuia JKT ni mechi dhidi ya Yanga. Sio Fountain, sio Gates Program. Yaani una kipindi unamwombea shetani mazuri. Yaani mimi na marafiki zangu Mjanaeli na Musa Sakacha. Mambo ya ovyo. Lakini kuna muda unaombea dua. Mwenyezi Mungu afanikishie hawa. Ni ngumu sana unajua Simba Queens kuombea Yanga Princess. Unajua kutokana
kutokana na situation ambayo iliwatokea wao, kwa sababu kwenye hizi ndoto za kuwa mabingwa Simba Queens zilianza kufifia baada ya kucheza na Yanga Princess, wakafungwa walipopata matokeo ya sasa na mabadiliko ya Yanga Princess yalitokea kwenye dirisha dogo, ndio ukaanza kuona yani msimu huu Yanga Princess hata kama asipokuwa bingwa at least kuna kitu ameweka, lakini na possibility. Leo matokeo yapoje Rashid? Natamani kuendelea kuona JKT Queens kwa sababu ni timu nzuri na timu shindani. Matokeo yapoje leo Hiera? Kwa form na vile ambavyo wanacheza nafikiri JKT Queens anaweza kaa kwenye nafasi nzuri ya kupata matokeo mazuri pamoja pia na malengo au yani unajua ile mimi nimekwambia tu yani nani anapata ushindi basi. Hiyo ishapatikana okay sawa. Tutakutana KMC Complex utazama mchezo kupitia Azam Sports. Kwa wakati huu tuende mapumziko, tukirejea bado tutakuwa tuna mengi ya kuweza kuyaangazia ndani ya viwanjani. Bado yupo Michael Hiera kijana kutokea Mbinga pamoja na Rashid Don Hamis the heavyweight bandit, the only one in Africa. Mimi ni Saidi Salim Msumi ama Kaka Saidi.